Nafahamu wewe ni hekalu la Mungu. Je, unafahamu au unajua wewe ni hekalu la Mungu au ni nyumba ya Mungu? Unaweza kuweka nyumba ya Mungu au hekalu la Mungu. Lakini wakati na tafakari nikaona linaloenda moja kwa moja kwenye maana ni hekalu. Kusema nyumba, nasema nyumba ya ibada. Ni hekalu manake ni hekalu moja kwa moja na neno ibada liko ndani. Sikiambia hekalu, hawezi kusema hekalu godown, hawezi kusema hekalu bar. Sikiambia hekalu manake nyumba ya ibada. Nikisema hii ni nyumba, ishia tu hivi bado inaleta mashaka mpaka useme nyumba ya ibada. Kama ya kwetu hii hapa haionyeshi hata kuonyesha kwamba nyumba ya ibada. Kwa kusema hii ni nyumba ya ibada kwa sababu haina maelezo. Tunafahamu ni sisi na wenyeji wetu wanaotuzunguka. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho mlango wa 3 mstari wa 16 mpaka 17. Korintho wa kwanza 3:16-17. Hapa nimekuja kwenye ibada. Mwingine hajaja kwenye ibada. Mimi nimeuliza umekuja kwenye ibada wangapi? Ndio uwepo wa Mungu. Basi nimshukuru Mungu. Kabla hatujasoma maandiko na somaji wangu utakuwa tayari, kama upo soma. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu takatifu, Mungu wetu uliye mkuu kuliko miungu yote iliyoko katika ulimwengu huu tunaokaa sisi wanadamu. Baba, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya nguvu yako, na kualika Roho Mtakatifu nitumie tena, nifunike pamoja na watu hawa, utufundishe neno lako, useme nasi Baba, kwa jina la Yesu. Shuka tena, useme nasi, mtu mmoja uliokusudia useme naye Mungu, katika jina la Yesu. Ibariki neno lako, bariki watu wako hawa, katika Kristo Yesu Mwokozi na mshukuru. Amen. Karibu. Wakorintho wa kwanza 3:16-17. Na Mungu anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo Mungu. Sana wawili. Lakini Mungu aliamua kumwita, kumkamata, akamfanya kwa mtume. Kwa hiyo tunamhesabu kama mtume wa 13, lakini ambaye anajitegemea yeye mwenyewe. Aliitwa kwa awe mtume kwa mapenzi ya Mungu. Na sene ambaye kwa ndugu kwa kanisa la Wakorintho, watu waliotakaswa na Kristo, kwa kanisa la Wakorintho, watu waliotakaswa na Kristo. Lakini anazungumza mlango pili, anasema kwamba ndugu, nilikuja kwenu ili kuhubiri si kwa maneno ya ufasaha wa hekima. Nilikuja maana hata nilipokuwa nakuja kwenu Wakorintho, kwa kweli sikutaka nijue habari zenu, yaani hajue nini kinaendelea kule. Unajua, wakati nasoma nikawa natafakari, kwa nini anasema lugha kwamba nilipokuja sikutaka sikuanzia nijue. Maana ukijua watu wale wanaishije,
Ukianza kuhubiri watasema anajua. Hii tayari inakuwa huyu anajua, anatusema kwa sababu anatujua. Anatusema kwa sababu anatujua. Hapa kwa sababu alikuja jana, nasema alikuwa hekima ya Mungu. Kama Mungu atakuwa anasema na maisha ya watu bila kujua, hiyo ni hekima ya Mungu inayojua maisha ya watu yanaendaje. Na watu wenyewe wanashangaa, nani akamwambia? Nani akasema habari zake? Kwa hekima ya Mungu, Paulo anawaambia Warumi wa Korinto hao, sikuja ili nihubiri kwa ufasaha wa maneno, fasaha wa hekima manake ya kibinadamu ya kuona, kwa hekima ya Mungu. Kwa maana hakutaka niwe chochote kibinadamu kinachoendelea, ila Mungu alikuwa anamuongoza. Mlango wa 3 anazungumza, ambao ndio tuliosoma, anasema kwamba yeye alipokuwa anasema na wale wa Korinto, hakusema kama na watu walio wa rohoni, alisema na watu wale kama watu wa mwilini, kama watoto wachanga. Na watoto wachanga, mtoto mchanga hajui kitu chochote, hata ukimpiga sana unamuumiza bure, hajui kitu chochote, anafanya tu, anaongozwa na akili yake ya kawaida ndogo ndogo tu. Kwa hiyo hakusema kama na watu wa rohoni, alisema na watu wale kama watu mwilini tu, kama watoto wachanga, ili azungumze nao mambo. Ndio maana anasema sikuwapa chakula, aliwapa uji wanywe. Uji ni kitu chakula mtoto mchanga. Mwambie jirani yako, usipende uji. Mwambie usipende uji. Uji ni wa watoto wachanga, hawanywi watu wazima wanaofanya kazi ngumu, watu wanaofanya shughuli zenye misuli, wanakunywa wachanga, watoto wachanga. Kanisa la Mungu ambalo limeendelea limekuwa nahitaji lile chakula kigumu. Lakini kwa hiyo angalia vizuri kama bado unapenda uji. Kija kwa mchungaji nataka akupe uji unywe. Kienda siku mzee wa kanisa akupe uji. Wewe ni mtoto mchanga, utakuwa kile chakula hakijengi. Mtoto mzima, mtu wa rohoni, anakula chakula ili kimjenge nguvu mwilini. Tuko pamoja tu Yesu. Sipende uji. Uji wa watoto wachanga. Kama wewe ni mtu mzima, kula chakula. Sije kwa mchungaji kataka uji. Kama bado unapenda uji, yao mtu mzima. Chakula kigumu unakula. Sema amina basi. Ndipo Paulo anauliza, usisahau kichwa cha ujumbe, akasema, je, unajua wewe ni hekalu la nani? La Mungu. Hekalu la Mungu. Hekalu la nani? Nyumba ya Mungu, makazi ya Mungu. Mungu anakaa ndani ya watu. Nitakwambia, akiruhusiwa Mungu akikaa humo ndani, nini kinatokea? Kaa kwenye maisha ya watu, kitu sahihi, nini kinatokea? Mungu anaporuhusiwa na mtu wa Mungu anapotambua mimi ni hekalu la Mungu, nini kinafanyika? Maisha ya huyu mtu yanakuaje? Napenda basi.
Natamani nihubiri shoti hapa nimalize, lakini nitakuwa nimekupunja mambo ya muhimu pia. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni hekalu la Mungu, makazi ya Mungu, nyumba ya Mungu. Mungu anapokaa ndani ya huyo mtu. Ndio sababu watu wa Mungu hawalogeki, kwa sababu Mungu anakaa ndani kiukweli kweli, mzima. Mungu anatakiwa akae ndani mzima. Ndio maana mtu anapokaa ndani Mungu, huyo mtu hawezi kufanya kitu kingine chochote kilicho tofauti na Mungu, na matokeo yake ni makubwa sana. Mungu akikaa ndani kanisa la Mungu. Je, unajua wewe ni hekalu la Mungu? Unajua? Una taarifa? Muulize jirani yako, hivyo unajua? Unajua? Wewe ni hekalu la Mungu, unajua hilo? Yaani wewe unajua hilo? Muulize jirani yako, hilo unajua? Hilo unajua hilo? Wewe ni hekalu la Mungu. Kama hivi tulimo humu ndani, ndio Mungu anataka kukaa hivi kwenye hekalu lake. Tunaona tunafanya ibada, tunaona tunaimba, tunaona tunaomba, tutatoa na sadaka, tutaombea na wagonjwa. Ndivyo Mungu akikaa ndani ya huyo mtu ambaye ni hekalu lake. Mambo hayo yanafanyika ndani ya huyo mtu. Hayo mambo ndiyo yanayofanyika ndani ya huyo mtu ambaye yeye ameelewa ni hekalu la Mungu. Mungu anakaa ndani. Kwa ibada za kimungu zitafanyika huko ndani. Maombezi makubwa yenye kugeuza sura ya familia, sura ya maisha ya mtu yatafanyika huko ndani. Sifa ambayo inaruhusu Mungu ashuka tembee itafanyika huko ndani. Matoleo ambayo yanagusa Mungu mpaka Mungu anasema neno yanafanyika huko ndani. Nikupe kipande kidogo kabla sijaenda mbali. Huyo mtu hatalia wala kulalamika. Sa Mungu anakaa ndani. Kaa ndani. Ndio hekalu lake. Maana kwenye kitabu cha Isaya anasema, "Tanijengee nyumba ya namna gani nyinyi? Wewe mimi nitakaa nienee." Yaani kwenye nyumba hii, kwenye jengo hilo Mungu anakaa. Maana kama halitoshi. Maana vitu vyote ni mali. Lakini amechagua kae ndani ya mtu. Nani huyu anaona naenea? Nyumba hii haiwezi kuomba, haiwezi kusifu, haiwezi kufanya kitu chochote. Ni ukuta. Huo ni kwa ajili yetu sisi tulio na Mungu, tuje tujihifadhi hapa wakati tunafanya mambo ya Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuhubiri hivi. Alafu nikaruhusu tuombe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ujue wewe ni hekalu la Mungu? Kwa nini ujue? Kwa nini ujue? Mtu ananiuliza, wewe je, unajua?
Kwa nini hujui? Kwa nini hujui? Kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Kama hayupo leo, tafuta kwa namna yote aingie, kae ndani yako. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, ndio hayo mambo ambayo nimeyazungumza yanafanyika, lazima yafanyike. Kama hayatafanyika hayo mambo, kwa kweli, Wakorintho ile tuliyosoma 16 au 3:16, Biblia inasema na ya kuwa Roho Mtakatifu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ndio sababu nyinyi ni hekalu la nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamejazwa Roho Mtakatifu? Punga hivi juu. Ningekuwa ninashuhudia, ningeuliza swali. Mnajuaje Roho Mtakatifu alikuwa ndani yako? Ningekuwa ndio nimekutana na mtu. Ndio maana mimi nikutana na mtu kwa kweli jipange. Lakini maswali ya kiaskari ya kiroho lazima yatoke. Maana Roho Mtakatifu ni mtu anayesema, anayezungumza. Sasa kina yake kwani ulijuaje? Anasemaga nini? Hajui, hasemi. Yaani toka mtu anaanza kuokoka mpaka leo miezi mikatika, mwaka mikatika, hajawahi kusikia kitu chochote. Yaani mpaka mtu atokee huko nje na msukume. Roho Mtakatifu anasema na mtu huyo ambaye ndani mnakaa. Bwana, leo tunaenda huko. Leo tunaenda kwenye ibada. Leo tunafunga. Leo tunaomba. Leo tuamke. Hiki hapana, tusifanye. Hiki hapa ndio kizuri. Hiki acha. Anasema, anazungumza, anafurahi, anachukia. Mahali penye kuchukia anachukia, penye kufurahi anafurahi. Kama Mungu hasemi kitu chochote, maswali magumu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu ili afanye nini? Yale niliyozungumza ndio kazi yake, kuhakikisha ndani ya huyo mtu Roho Mtakatifu anashughulika, anamsababisha kumjua Mungu, kufanya ibada ndani ya moyo wa huyo mtu. Zile ibada zinakuja, zinatokea kwenye physically, wanasema. Na nimeanzia ndani. Ukiona mtu anakimbia naenda kwenye ibada, vile anavyofanya ibada hiyo haikuanzia hapo unapoiona inapoonekana kwa wanadamu, imeanzia ndani. Na huyu mwenyewe ndiye alikuwa anajua. Ndivyo ibada hiyo inafanyika. Kusifu kule hakuanzii nje, kunaanzia ndani. Huko ndani Roho Mtakatifu ndivyo anavyomaadhimisha Mungu, unavyoona hivyo. Kwa hiyo inatokea mwilini, physically kabisa kwenye mwili, kuhakikisha mtu huyo anamsifu. Nasema huyu mtu mko kama ulikuwa unaona mtu mmoja naomba, ndivyo mtu huyo alikuwa anaomba ndani. Mpaka uweze kufanya kitu kingine mpaka anachokitaka yeye kifanyike. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Wakorintho wa pili au wa kwanza 6:19 anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu tena. Wakorintho hiyo wa kwanza 6:19 Biblia inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu,
mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Hiyo miili sio mali yenu wenyewe, ila ni hekalu la Roho Mtakatifu mliopewa na Mungu, ambaye anakaa ndani humo. Mmepewa na Mungu akae humo ndani. Wala miili yenu sio mali yenu wenyewe. Pende Bwana Yesu asifiwe. Mwili wako sio mali yako mwenyewe. Ukifunga milango, usiporuhusu Roho Mtakatifu aingie ndani humo, yawe ndio nyumba yake, ni makazi yake, afanye shughuli za ufalme, afanye shughuli za kumwinua Mungu, afanye shughuli za kumtumikia Mungu na kufanya kazi ya Mungu iende, unafanya vibaya, manake unaingilia mipaka isiyo ya kwako. Hiyo ni mipaka ya Mungu. Mwili huo ni hekalu la Mungu, ni mali ya Mungu. Ukishaokoka wewe ni mali ya Mungu. Mwili huo ni nyumba ya Mungu, akae humo ndani. Maana ukikataa, unataka kufanya kwamba wewe ni mali yako mwenyewe, unapoendesha mwili wako mwenyewe bila kuruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu aingie ndani humo, unafanya mwili wako ni mali yako mwenyewe. Ndio maana unaweza kutumia kwa matumizi yoyote unayotaka wewe, kwa sababu umefanya mwili huo ni mali yako mwenyewe. Ndio maana unakuta mtu huyu ameokoka na anakuja kwenye nyumba ya Mungu na anafanya vitu vya ajabu vingine. Anasema nani ananiona? Mungu anakuona mwenye mali. Wapende Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuona mwenye mali yake, anakuona sio mali yako mwenyewe. Hilo ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Mungu. Ukifanyia mabaya kwa nyumba hiyo, Mungu anasema ukiliharibu hekalu langu nitakuharibu wewe. Kuharibiwa kwako ni kutupwa motoni. Umegeuza matumizi ya hekalu la Mungu. Humo akikaa anataka fanya ibada, humo akikaa anataka hudumie familia yako kwanza. Naanza na humo, maana kanisa linaanza nyumbani. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Ndio maana tunazungumza habari ya Roho Mtakatifu. Akiwa humo ndani lazima ashughulike na hiyo familia. Hawezi kuiacha inateseka, hawezi kuiacha inasota, hawezi kuiacha inapita kwenye mambo magumu. Na Roho Mtakatifu anakaa humo ndani, mwenye hekalu la Mungu hilo. Lazima afanye shughuli za kuhakikisha kila kinachoinuka kwenye maisha huyo mtu kinaondoka, juu ya familia hiyo linaondoka. Hilo ndio kanisa la Mungu, hilo ndio hekalu la Mungu. Mungu anafanya shughuli zake mahali alipo Mungu, akikanyaga kitu chochote. Ndio maana tunamtaka Roho Mtakatifu. Ukijikinai unataka kufa, kana unakufa. Usichanganye mali. Fanya ya kwako umalize, ya Mungu umachia fanya ya kwako. Jamani, wapende tuko pamoja. Ukichanganya mada unataka kufa. Hiyo ni nyumba ya Mungu, afanye shughuli zake. Aombee ndugu zako, aombee jamaa, aombee watu, aombee kazi ya Mungu. Lakini wakati huo yeye mwenyewe anamwongoza huyo mtu akafanye mapenzi ya Mungu kwa makusudi ya Mungu. Na wengi wenu hapa, niliwaambia mimi Pentekoste bwana. Wengi wenu hapa tulitoka hapa tukasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Aje wapi ufalme wa Mungu, uje wapi? Utakaa wapi? Yesu anasema ufalme wa Mungu sio huko kule na kule, uko ndani yetu. Na ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha ya Roho Mtakatifu. Paulo anafafanua. Iwe humo ndani kutimiza makusudi ya Mungu. Huwezi ukasema mimi ni kanisa la Mungu kama Mungu hakai humo ndani afanye shughuli za ufalme wa Mungu. Huwezi ukasema mimi ni wa Mungu wakati mwili wako unatumia kwa ajili yako mwenyewe. Wala Mungu hakai humo ndani, wala shughuli za Mungu haziendelei. Yupo mtu wa Mungu yumo ndani,
Familia ile inasota, familia ile haielewi nini kinaendelea, haijui, inajulikana. Na mtu wa Mungu yumo anasema mimi mtu wa Mungu. Kama ungekuwa mtu wa Mungu, nyumba hiyo Mungu atakaa, asikubali kabisa shetani apate nafasi kwenye nyumba hiyo. Hiki ni kitu hakiwezekani. Hakiwezekani. Najua wewe ni nyumba ya Mungu. Kuzuia Roho Mtakatifu asiingie asikae huko ndani ni uhujumu katika swala la uzima la ukombozi wa Yesu. Ili Yesu ajiridhishe kazi yake ni nzuri aliyofanya Golgotha, ni kuhakikisha wale waliokombolewa wanakuwa hekalu la Mungu. Mungu Roho Mtakatifu anakaa huko ndani. Kwa Mungu amemkomboa huyo mtu kwa damu ya mwana wake, na aliyemweka ni Roho Mtakatifu akae huko ndani ili ainue ufalme wa Mungu, ili mapenzi yaliyoko mbinguni yanayofanyika huko yafanyike kwenye maisha ya hawa watu ambao Mungu ni mali yake, ambao ni hekalu la Mungu. Kazi za Mungu zifanyike huko ndani. Ndio maana ufalme wa Mungu, mapenzi yako yafanyike duniani kama huko mbinguni. Maana shughuli zile zinazofanyika mbinguni za kumwadhimisha Mungu na kumtukuza na kumtumikia Mungu zifanyike duniani huko. Nani kwa nani? Ni watu walioitwa na Mungu waokolewe, waingie kwenye ufalme wake, na Mungu akae huko ndani. Roho Mtakatifu afanye shughuli za ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, kanisa la Mungu, nyakati zimeendelea. Nyakati zimeendelea. Kama tutaendelea kuishi hivi, dunia inachoka. Tunaiangalia kwa jicho la ndani, tunaona dunia inachoka kila kukicha. Kama sisi tutatembea katika kiwango kikubwa, watoto wetu wako kwenye hatari kubwa. Hakuna kitu, hawana mahali pa kukopi. Wapende, tuko pamoja. Nyumba Roho Mtakatifu anakaa huko ndani. Anakaa fanya nini? Anakaa fanya nini? Wewe ukasema huko ndani kuna Roho Mtakatifu kama wewe mwenyewe unatatawa. Unatatawa manake unachanganyikiwa. Wakati ukiona kitu unachanganyikiwa. Mungu akikaa huko, Roho Mtakatifu akikaa huko ndani, achanganyikiwi. Yeye anamuita Baba aliyemweka, anamuita Mungu na nguvu zake na ufalme wake, kuhakikisha kila dhoruba zinatulia, zinaondoka, utulivu unatokea. Kanisa hilo ndilo Mungu analokaa. Mama, nawe baba, hili Mungu aonekane, afanye kazi zake za ufalme, mpaka sema Mungu hilo nimeruhusu mwenyewe. Lakini kama hajaruhusu, mpaka liondoke, mpaka liondoke, mpaka liondoke, mpaka liondoke. Kuna mtu anisikii? Mpaka liondoke, mpaka liondoke. Mtu huyu ambaye ni hekalu la Mungu, Roho Mtakatifu anakaa ndani humo, lazima mambo yaende kama Mungu anavyotaka. Tunamhitaji Mungu, sio kidogo. Hatuwezi tukasema sisi ni watu wa Mungu kama Roho Mtakatifu akai humo ndani, kama sio nyumba. Ndio maana vilio vinakuwa sawa na watu wa duniani, mpaka wanatukana kanisa wakati mwingine. Kama ni hivi, basi na mimi nimeokoka. Ni kweli. Mungu tusamehe. Mungu tusamehe. Mungu tusamehe. Kama ni hivi na sisi, basi na mimi nimeokoka. Ni hivi. Nimeokoka. Ni kweli. Sisi tu uko mtaani tunaye ameokoka. Kisa mtu aliyesema ni mtu wa Mungu, ana maisha kama yale, anaishi maisha shida kama yale. Kwa nini? Kwa nini?
Hapana. Nisema siku moja katikati hapa juzi, nisema hatutakuja kwenye ibada, si kwa ibada ya jioni na usiku, kwenye ibada za maombi. Pana. Kama tutakuja, hata hapo umekuja kumwabudu Mungu, sikie Mungu anasema nini. Kama hakusema kitu, hukuwa kwenye ibada. Kama Mungu hajasema kitu na wewe, hukuja kwenye ibada. Hata nikwambie hivyo, hukuja kwenye ibada, hukuwepo kwenye ibada. Taarifa yako haisomeki. Kuja kwenye ibada, kija kwenye ibada. Kama nilikotoka ni mbali. Leo tunaomba, tunahitimisha maombi, tutoe sadaka, na hivyo taratibu wetu kama huu mzee wa kutumaliza. Na kutumaliza kwa sababu tayari tunamaliza na sadaka pale mwisho, basi ndio turuhusu. Sasa tukua hivyo. Ni ushamba wa zamani ulitusaidia. Alisema mzee wetu tatizo kama ujinga ule ulifanya kazi nzuri, ujinga tuliokuwa nao. Na nukuma zile maneno mzee alikuja kufundisha ndoa kijiji pale, akasema kwa ujinga ule tuliokuwa, lakini watu waliokoka, kazi ilifanyika. Tulionekana hatuna utaratibu, tufunge ibada kwa wakati. Leo watu tunawaokoa wabichi, hawajui, wanakaa ndani ya kanisa, hakuna nguvu ya Mungu ndani, wanaswali, wanasema. Sina nini? Ni kwa sababu ya utaratibu tuliojiwekea wa kishule, wa utaratibu. Nyumbani wanaenda kwenye biashara, wanaenda kufua nguo. Nakwambia hayo maisha mengine yote niliyofanya kwa furaha, Roho Mtakatifu lazima wepo ndani, mwamuzi na mwenye kushughulika na mambo yako yote hayo. Ndio yote utayafanya kwa furaha. Utaka kwenye ndoa kwa furaha, utafanya shughuli zako kwa furaha. Kwanza hakuna mtu anayetabiri kwenye shughuli zako. Roho Mtakatifu ndio anaingia kati. Ndio tunafanya shughuli huko, tunasononeka. Tunasoma huko, tunasononeka. Hatujui hata tunakoelekea. Come on. Ndio maana hatuweki bidii kwenye jambo lote tunalofanya, hata la kibinadamu. Sasa hatujui tunakoelekea, tunafanya tu. Hata kusoma tunasoma tu, basi nisome tu. Mtu wa Mungu ambaye roho ya Mungu inakaa ndani yake, ni hekalu Mungu anaona anakoenda, kitu gani kinachotokea mbele. Kwa hiyo anaweka bidii, analima, anaweka bidii, anafanya shughuli, anaweka bidii, anafanya ibada, anajua hapa anaweka connection nzuri na Mungu ili kitu kitokee tamana. Kwa anakifanya kwa faida. Bila Roho Mtakatifu, hilo kanisa ni la mtu mwenyewe, moyo wake ni wa kwake mwenyewe. Maana hakuna atakachokifanya kwa moyo wa kufurahi Mungu. Mungu hatafurahi. So ni mali yake mwenyewe, sema sio mali yako mwenyewe. Kuja kwenye ibada, lazima usikie Mungu anasema kitu. Lazima usikie Mungu anasema nini kwako. Umeondoka unaelewa. Hapa tumejaa, lakini uondoke unajua Mungu leo amesema na mimi, sio kwa ajili ya mahubiri. Baada ya neno la Mungu, nilipojinyenyekeza mbele za Mungu, Mungu amesema kitu ndani yangu. Pamoja na yale maneno niliyosikia, lakini nimemwomba Mungu, kumekuwa na connection kati ya Mungu na mimi. Kuna kitu Mungu amesema na mimi. Jamani wapende, tuko pamoja. Kuondoka kwenye ibada, Mungu hajasema kitu chochote. Kwa kweli hiyo ibada, mimi sijui kama ni ibada na mtu. Ndio maana tunaona hata kwenye ibada hakuna amani. Wengine wanazurura huko. Leo yuko kule. Anazurura kwa sababu hakuna kitu ndani, hakuna Mungu ndani. Lakini kama Mungu anasema na huyo mtu anasikia, anamueleza, mimi hili ninafanya 1 2, itakuwa hivi vijana wangu, niwaambie kwamba Mungu anasema wewe mke wako yuko Mbeya, yuko Tanga, yuko sehemu fulani, utampata. Wewe kijana, mke wako, wewe kibinti, mume wako yuko sehemu fulani. Una sababu ya kuhangaika.
Mama kama uko kwenye familia, Mungu anasema mimi nitakubariki. Alimwambia Ibrahimu, alikaa kwa muda mrefu, lakini akamwambia mimi, wewe watoto wako watakuwa wengi kama mchanga wa bahari. Mimi nakwambia, na nimetimia. Mungu alimpa Ibrahimu watoto. Alisikia kwa sababu ya ibada zake zilikuwa za maana. Mungu alikuwa anasema naye. Alivumilia, Mungu akampa watoto. Mpaka leo tunaita taifa la Israeli, wana wa Ibrahimu. Na Mungu anaheshimu mtu wa Mungu, anaabudu. Leo anaabudu, anaingia kwenye ibada, anaenda, haelewi kitu chochote kinachoingia na kutoka, haelewi chochote. Yaani yupo tu, anaomba, mimi nimechoka, hata ibada zinaona zinanisumbua tu, sio ni faida. Ni kweli. Unaacha ibada kuja kwa sababu ni kweli hupati faida. Lakini ni wewe mwenyewe hujatambua. Ndio maana unahangaika, unatapata. Hujatambua. Mimi nazungumza habari ya hekalu la Mungu. Ndio maana unahangaika. Tapendaje ibada huoni faida? Unaweza kuona faida. Tapendaje ibada? Hapa kuna makundi ya watu. Kuna mtu kweli yuko kanena anafikiria ibada lakini yuko kazini. Furahia sana binti yangu mmoja. Yaani ukipata chance tu lazima kwenye ibada fike. Nafahamu sitaki nimseme. Binti yangu mmoja na akipata chance lazima fike kwenye ibada. Au utajua tu mchungaji leo mtu yuko nyumbani. Jumatano lazima fike kwenye ibada. Lakini kama hayupo, yuko kazini, na muda anaorudi ndio huo. Kama Roho Mungu yuko ndani, unaona faida ya ibada. Ukifanya ibada, mambo yako, Roho Mtakatifu anaenda kufungua anga, anafungua kila kitu, anashughulika na shughuli zako, anashughulika na familia yako. Ibada huwezi ukaiacha, maana unaona ni mahali pa dawa yako, ni mahali ambapo Mungu anasema na wewe, na anafanya mambo makubwa kwenye maisha yako na kwenye familia yako na kwenye shughuli zako na utumishi wako. Ni kwa sababu ibada zako zina maana. Unakuja Jumatano, unakuja Alhamisi, unakuja Ijumaa, unakuja Jumatano, Jumatatu. Hamna kitu. Nimekataa kama mchungaji wa kanisa la mahali pamoja. Kuna ibada ambazo hazina maana, hazina faida. Lazima tuone faida, tuone sababu ya kumwabudu Mungu. Sisi ni hekalu la Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu ili afanye mambo makubwa. Anafanya ibada na utumishi, atuongoze kumtumikia Mungu. Kanisa zuri ni lile ruhusu maisha yake niwe hekalu la Mungu. Roho akae mmoja. Kwa hiyo wenyewe watoto wachanga mnakutana na mafundisho haya mazito. Huu ndio mwendo tuliotenda. Hata mimi nilikuwa mwamini, niliokoka kama nikakutana na mafundisho kama haya. Hajua hapa ni Roho Mtakatifu. Tulipambana, tukafunga. Hatukuwa na maombi wakati mwingi na mazingira niliyokuwa nakaa hayakuwa rafiki. Na kwamba utakutana na maombezi, hamna, unapambana. Lakini ukifika kwenye ibada ni moto. Mahubiri ndio haya. Kanisa la Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza, ruhusu moyo wako iwe hekalu la Mungu. Unajua? Unafahamu? Usipofanya hivyo, utafikiri unamtumikia Mungu na maadhimisho Mungu, kumbe unamtumikia Shetani. Maana leo umefanya kile, maana umeenda kile, maana umeenda kule, maana umekuja kumebana. Hata maombezi yenyewe waombaji wanaonekana kama wanatonga maji. Kwa nini? Mungu anazingatia vigezo vyake. Isaya bado anajibu maswali, Anania anajibu maswali, na Yakobo anajibu maswali. Korintho wa pili mstari wa ngapi? Hii ndio tunaenda kuomba hivi. 16. Hii ndio tunaenda kuomba. Somaji, rafiki. Sasa naomba soma nipate kuomba.
wa pili 6:16. Wakorintho wa pili 6:16. Neno la Mungu nasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Na sanamu pana mapatano gani? Inakaaje pamoja? Maana nini ni hekalu la Mungu? Mungu anakaa ndani. Nani Mungu anakaa? Ukiona Mungu anaposhughulika na ufalme wako duniani, hajawa anatokea mbali. Mzee anashuka mbinguni, anatokea kwa watu. Israeli walitoka nchi ya Misri wakaenda Kanaani. Hakushuka Misri. Akatokea kaenda kwa Mungu, kwa Musa kwanza. Akalitambulisha. Musa akamruhusu. Wakafanya magano, wakaondoka wote. Wakaenda Misri. Misri wakaenda kuchukua watu, wakapeleka Kanaani. Wakati Samuel alitaka kuwa nabii, Mungu akushuka, alipoona taifa limepotea mwelekeo. Limepotea, Musa amekufa na Yesu amekufa. Hakushuka mbili. Bado alitafuta mtu. Tafuta mtu. Kuna mtu akapromise akasema, "Ukinipa mtoto atakutumikia." Akasema, "Huyu hapa ndio nabana." Maana hapo ndipo anaanza kutembea taifa kwa sura nyingine. Hapa kuna mtu aliyepromise huyo aliahidi kwamba nikimpa mtoto atanitumikia mimi. Hapa ndo kabani. Mwingine ndio akamtokea, akamuita Samuel. Naye akasema hakujua. Nenda kwa mzee kula na mara ya mwisho ya tatu anasema, "Niko hapa mtumishi wako." Sema mtumishi wako. Mungu anazungumza. Mara hiyo anaanza kutembea na sana. Taifa lile likaanza kujua katikati yao kuna nabii. Shughuli za ufalme wa Mungu haziendi kwa sababu Mungu anashuka kutoka mbinguni tu. Hili hapana. Hata kusoma kitabu cha Ibrania support hiyo. Sema alikuja kwa mfano wa malaika. Kwa kweli tusingeweza kuelewa. Alikuja kwa mfano wetu sisi wenyewe tunafanya kohani. Mungu anafanya shughuli zake akiwa amekaa kwenye kanisa. Mtu ambaye ameruhusu awe hekalu la Mungu ndio anatokea humo, anaenda kufanya shughuli zake. Anatokea humo, anaenda kushuhudia. Anatokea humo, anaenda kuombea watu. Anatokea humo, anaenda kutia moyo. Anatokea humo, anaenda kufanya nini? Kujenga ufalme wake. Nani anaruhusu mwili wake uwe hekalu la Mungu siku ya leo? Uwe makazi ya Mungu. Mungu akae humu ndani. Nani anaruhusu? Au nyumba ya Mungu. Wengi wanang'ang'ania, si kama unang'ang'ania, sio mali yako mwenyewe. Biblia inasema sio mali yako mwenyewe. Mwili wako sio mali yako mwenyewe. Akikuachia, huna siku za kuishi za amani. So umeutawala mwenyewe mwili wako na utaka kuuendesha mwenyewe. Unataka kumpa Mungu ili uwe hekalu lake. Fanya shughuli zake na ufalme. Na anaruhusu mwili wake uwe hekalu la Mungu. Roho Mtakatifu akae humu ndani. Aishi humu ndani. Tunasimama. Nimesema mchungaji nimekataa. Nimemwomba Mungu amenisaidia kwa mimi hii. Amenisaidia kwa mimi hii. Kufanya ibada ambazo hausikiki.